Mukomere cyane ndabaramukije mukunzi wanyu mukozi Imana mako ndagira ngo mbisegureho kubera ko ufite igitero kinini cyane kuri izi video ndi kubaha. Ndagerageza gushyira amavideo nkuko nashyizeho mu ndimi z'icyongereza n'igiswahili cyangwa icyongereza n'igifaransa bakabihindura bakazana ururimi bashatse hasase igifaransa, none ugasanga hari n'amazina amwe n'amwe amagambo amwe n'amwe bari kumira. Ibyo mbimaranye iminsi rero mwihangane kugerageza ndebe ko nahindura ubuhinga ko video mba nazihawe mu zindi ndimi, ariko nagerageza ngasanga video zirahindutse. Ubwo rero ntabwo ari gihe biri gukorwa na Google cyangwa se AI, ntabwo ari gihe mu by'ukuri muranyihanganira. Ubwo kangerageza nshyireho iyi video ndebe ko yo ishobora kuza kwemera kuza muri w'igiswahili nkuko byari bimeze. Murakoze, bye. Kubadilisha majina ya maeneo ya Rwanda bila kupitia chombo lolote la mipango ya kimkoa au kamati ya tume ya kitaifa ya majina ya maeneo ni njia iliyochaguliwa na utawala mpya wa FPR kuvuruga na kudanganya historia ya Rwanda, kufuta alama, maadili na alama za jamhuri, kubadilisha katiba na kuiweka kando ili kuthibitisha mabadiliko ya majina haya. Ni njia ya kuficha mauaji yaliyofanywa na APR kote nchini Rwanda. Pia ni njia madhubuti ya kuondoa wakulima wa Rwanda katika ardhi zao kwa ajili ya kuipatia wengine. Ni pia njia ya kujificha kurudi katika kipindi cha zamani cha mkataba wa utumwa uitwao ubuhake, ikifuatiwa na kazi ya kulazimishwa wakati wa ukoloni. Mfano, kufuta historia kama ile ya Gitarama ambayo ni alama kubwa ya demokrasia. Gitarama inaashiria demokrasia ya Rwanda ya kisasa kwa sababu tarehe 28 Januari 1961 taasisi ya kifalme ilifutwa na jamhuri ilitangazwa. Baada ya Parmehutu kushinda katika uchaguzi, tarehe 28 Januari 1961, kongamano la Gitarama lililoandaliwa na Parmehutu lilitangaza rasmi kuondolewa kwa ufalme na kutangaza kuanzishwa kwa Jamhuri ya Rwanda. Baadaye walimteua Dominic Mbonyumutwa kuwa rais wa jamhuri badala ya mfalme. Wapinzani wa UNAR walipinga mapinduzi haya na ili kutatua mzozo, UN ilipanga kura ya maoni nchini Rwanda tarehe 25 Septemba 1961. Watu waliulizwa kuchagua kati ya ufalme na jamhuri. Ndio ya jamhuri ilishinda na uchaguzi wa bunge uliofanyika wakati huo ulishinda na Parmehutu. Gregoire Kayibanda, aliyekuwa waziri mkuu, alichaguliwa kuwa rais wa Rwanda tarehe 26 Oktoba 1961. Hivyo basi mapinduzi yalitimia. Ubelgiji uliwakilishwa na Koloneli Guillaume anayejulikana kama Guy Logist 1912-1991, kama mkazi maalum kuanzia 1959 hadi 1962 na mwakilishi mkuu 1962 wa Rwanda ya ukoloni akilinda hatma ya Rwanda. Uchaguzi wa bunge uliruhusu Parmehutu kupata asilimia 78 ya kura. Uhuru ulitangazwa tarehe 1 Julai 1962. Wajumbe wa bunge walichaguliwa miongoni mwa washiriki wa mkutano na mamlaka ilirudi kwa watu kwa mara ya kwanza katika historia ya Rwanda. Haki hii ya watu ilimaliza utawala wa mfalme Mwami Kigeli Ndahindurwa na ufalme ukafutwa. Tarehe hii pia huitwa mapinduzi ya Gitarama yaliyomfukuza mfalme wa Nyiginya Tutsi. Mamlaka ya FPR Inkotanyi ni kificho cha inyenzi. Mfano mwingine wa mabadiliko ya majina ni kuachwa kwa Gitarama mahali pa kumbukumbu ya jamhuri badala yake kuchukua Muhanga katika majina mapya. Muhanga ikiwa ni alama ya gereza la kifo Karinga badala ya demokrasia iliyopatikana kwa damu. Watoto wetu hawataweza kujitambua ikiwa mahali pa kuzaliwa kwa jamhuri halitarejeshwa, ikiwa unyonyaji na kiburi havitasimamiwa.
Kila mtu aliyezaliwa katika mahali fulani kabla haijabadilika hupoteza utambulisho wake. Kurudisha utambulisho wetu wa asili, uitwao Gakondo, ni mojawapo ya vipaumbele. Rwanda ni jamhuri. Ina eneo la kilomita za mraba 26,338 katika eneo la maziwa makuu. Ni nchi ndogo sana, inayojulikana kama nchi ya milima elfu, iliyoko Afrika Mashariki. Inapakana na Uganda kaskazini, Tanzania mashariki, Burundi kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zamani Zaire, magharibi. Mji mkuu Kigali uko katikati ya nchi. Rwanda ni nchi ndogo iliyojaa historia tata. Tangu enzi za kifalme na ukoloni, masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yamekuwa na uzito mkubwa.